Ndio maana ngasema watu wenzetu wafanye vitu kwa bahati mbaya. Mimi nakwambieni hawa jamaa wamefanya tafiti. Simba mechi dhidi ya Stellenbosch ya kwanza hapa waliocheza Zanzibar. Simba walifunga goli kwenye mazingira kama yale. Na ilikuwa very controversial. Likaenda mpaka kwenye VAR ikakawia, baadaye maamuzi akatoka ni goli. Kama mnakumbuka. The same jana ile tukio limerudi tena. Very controversial, lakini imekamatwa ni offside. Afu ni wale Mkwala na Kibu. Ndio maana nasema wenzetu wafanye vitu kwa bahati mbaya. Walishajua hii timu ina mpigaji mzuri wa free kick, na ndio maana hata nikitaka nikupe mfano mwingine. Jana wao amepata free kick kwenye A1 position. Yaani alikuwa na offensive ni post ya kwanza ya kushoto ya goalkeeper. Lakini kipa alivyokuwa mjanja, alipanga watu warefu kwanza kwenye position ya post yake ya kwanza. Kwa sababu anajua ni mpigaji mzuri. Ndio maana alivyopiga uwa akababua watu. Alikuwa Kamara, alikuwa Dayo, alikuwa na yule jamaa mrefu yule mwingine nani sijui anaitwa. Wote walisimama kwenye ule upande na kule mpira uliwagonga. Watu wafanye vitu kwa bahati mbaya shehe. Watu wanafanya tafiti, wanaingia kwenye mechi kama ile, watu wamewekeza, wameweka benchi la ufundi pale, ndo kazi zao zile. Bwana yule goalkeeper Munir, goalkeeper anaenda national team ya Morocco. Yuko Bono, yuko yule na yuko mmoja anaitwa Benguiti. Wako magolikipa watatu. Haiwezekani kwenye mazingira kama hayo nyinyi mnaenda kucheza eti yule goalkeeper asiwe na information za mpigaji wenu. Lazima anajua wao wanafanyaje. Kwa hiyo miongoni mwa vitu ambavyo alikuwa anajua wao ni dead ball specialist. Kapata hii kwenye A1 position. Napanga watu warefu kwenda kwenye post yangu kwa sababu ndio upande ambao wao ana uwezo wa kukevu ile mpira ukazunguka ukaingia. Kwa mwamba wa kushoto goalkeeper alipanga wachezaji warefu. Au alipopiga akawababatiza ikawa kona. Goalkeeper wala hajafanya kazi nyingine. Lakini specifically kwenye tukio la goli ambalo lilikataliwa ni tukio lilojirudia kwenye mechi dhidi ya Stellenbosch ya goli walivyofunga. Walipiga kama vile. Lakini ule mpira haukuguswa na watu. Ukaingia moja kwa moja. Sasa jana ilikuwa mbali zaidi. Alafu wachezaji wa RS Berkane wakawakimbia kina Mkwala. That was a trap. Watu wametengeneza kabisa kwamba hii lazima tutawakimbia wa jamaa tuwakamate kwenye mtego. Kwa hiyo